Reba zante reba zaya. Jarabara mara 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 mara. Reba zante rema zaya rabahande. Lekatala mama mama bo sharabazaya. Oh, wewe uliye nihesabia haki kwa rehema zako, kwa rehema. Wewe uliye nitoa kule mavumbini kwa rehema zako, kwa rehema. Wewe uliye nihesabia haki kwa rehema zako, kwa rehema. Wewe uliye nitoa kudharauliwa kwa rehema zako, kwa rehema. Ni wewe uliye nihesabia haki kwa rehema zako, kwa rehema. Ni wewe uliye nitoa kule mavumbini kwa rehema zako, kwa rehema. Ni wewe uliye nitoa kudharauliwa kwa rehema zako, kwa rehema. Ni wewe uliye nitoa mavumbini kwa rehema zako, kwa rehema. Ni wewe uliye nihesabia haki kwa rehema zako, kwa rehema. Ni wewe uliye nitoa kule nyumbani kwa rehema zako, kwa rehema. Ni wewe uliye nitoa kule dhambini kwa rehema zako, kwa rehema. Ni wewe uliye nihesabia haki kwa rehema zako, kwa rehema zako. Ni wewe uliye nitoa kudharauliwa kwa rehema zako, kwa rehema. Ni wewe uliye nitoa kule Nairobi kwa rehema zako, kwa rehema. Ni wewe uliye nitoa kule Isongo kwa rehema zako, kwa rehema. Ni wewe uliye nihesabia haki kwa rehema zako, kwa rehema. Ni wewe uliye nihesabia haki kwa rehema zako, kwa rehema. Lele bazante rebazaya rantoria mazanta rabahande. Barikiwa mahali unakonitazama, barikiwa mahali unakonitazama, barikiwa mahali unakonitazama. Niko hapa nikusalimie kwa jina la Yesu.
Niko hapa nikusalimie kwa jina la Yesu Kristo. Niko hapa nikukaribishe katika ibada kubwa ambayo tuko nayo Jumapili hii. Mahali kokote unakonitazama, Mungu amenituma katika mji huu wa Eldoret kwa ajili ya kusaidia mtazamaji wangu anayenitazama. Niko na ibada kubwa sana Jumapili hii. Ibada hii ni ibada ya kuondolewa kwa mambo yanayokufunga. Tutakuwa na ibada ya kunenea mambo matatu ambayo hauhitaji katika maisha yako. Kuna vitu vitatu ambavyo hauvihitaji katika maisha yako. Nataka katika ibada hii, Biblia inasema kwenye kitabu cha Ayubu, kwenye kitabu cha Ayubu, in the book of Job, in the book of First Chronicles, in the book of First Chronicles, mambo ya Walawi, in the book of First Chronicles chapter 4 verses 9 and 10. In the book of First Chronicles chapter 4 verses 9 and 10, the Bible says, and Jabez was more honorable than his brothers. And Jabez was more honorable than his brethren. The Bible says, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. And Jabez called on the name of God of Israel, saying, oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coasts, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. God granted Jabez what he had requested. Remember, Jabez was more honorable than his brothers. Jabez was more honored than his brethren. And his mother had called him Jabez, meaning that his mother, mama yake alimzaa kwa uchungu. Biblia inasema Yabezi aliheshimika sana na nduguze, lakini cha kutia uchungu sana, Yabezi alikuwa amezaliwa na mama yake alimuita Yabezi, maana alimzaa kwa uchungu. Alimzaa kwa uchungu sana, alimzaa kwa taabu, alimzaa kwa matatizo mengi sana. Akamuita jina lake Jabezi, maana yake alimzaa kwa uchungu sana. Bwana Yesu asifiwe. Niko hapa nikuombee mtu wa Mungu katika ibada hii ya Jumapili ambayo tutakuwa nayo Jumapili hii. Ni ibada ya Mungu kukuondolea machungu. Jabezi akaomba akaambia Mungu, ikiwezekana niondolee machungu, ukipendezwa niondolee machungu,
niondolee kinachonitia uchungu, niondolee kinachonitesa. Kuna mambo ambayo katika Jumapili inayokuja, kuna mambo nataka uandike chini, mambo matatu. Tutakuwa na ibada ya kuomba na kuambia Mungu atuondolee machungu. Kuna kitu ambacho kimekutia machungu, kuna kitu kimefanya ulie, kuna kitu kimefanya uchafuke moyo, kuna kitu kimefanya maisha yako iharibike, kuna kitu kimefanya maisha yako iteseke, kuna kitu kimefanya biashara yako irudi chini. Andika mambo matatu ulete katika ibada ya Jumapili. Tutakuwa tunayateketeza. Tutakuwa na ibada ya kuteketeza mambo matatu ambayo hautaki yafanyike katika maisha yako. Pengine unayenitazama, pengine kuna mambo ambayo yamejirudia. Kuna mambo ambayo yamefanyika katika maisha yako ambayo yamejirudia. Kuna mambo yamefanyika katika maisha yako yamejirudia. Pengine ulipata mimba ya kwanza ikatoka, ukashika mimba ya pili ikatoka, ukashika mimba ya tatu ikatoka. Unaambia Mungu ya kwamba mimi nimechoka na hii hali, sitaki ijirudie. Kuna hali hautaki ijirudie kwa maisha yako. Arabazanterebazaya. Kuna hali ambayo hautaki ijirudie katika maisha yako. Kuna vitu hautaki vijirudie katika maisha yako, mtu wa Mungu unayenitazama pale. Kuna vitu hautaki vijirudie katika maisha yako. Andika tu pale kwa comment. Andika tu pale, sitaki hii, sitaki magonjwa, sitaki umaskini. Kuna vitu hautaki vijirudie katika maisha yako. Sikia hii, mtu wa Mungu unayenitazama. Kuna vitu hautaki vijirudie katika maisha yako. Kuna hali hautaki ijirudie katika maisha yako. Pengine ni laana, pengine ni umasikini, pengine ni magonjwa, pengine ni roho ya kukaukiwa, pengine ni roho ambayo haitaki usimame katika biashara. Raba zantere baba baba bosha. You can comment there. You can comment. Kuna vitu hauvitaki vifanyike katika maisha yako. Sikia hii, mtu wa Mungu. Kuna vitu vimekuchokesha, unasema I'm tired. Kuna hali umechoka nayo, kuna hali umechoka nayo katika maisha yako, na unaambia Mungu, hii hali imenichokesha, siitaki katika maisha yangu. Sikia, Jumapili hii ambayo inakuja, itakuwa tarehe ngapi? Jumapili hii ambayo inakuja tutakuwa tarehe 5, Jumapili ya tarehe 5 hii. Jumapili ya tarehe 5, cameraman, Jumapili ya tarehe 5 hii nitakuwa na ibada ya kuteketeza. Tutakuwa tunateketeza. Kuna vitu hautaki zijirudie katika maisha yako. Kuna vitu hautaki vijirudie katika maisha yako. Cameraman, zoom. Kuna vitu hautaki vijirudie katika maisha yako. Kuna vitu umechoka navyo, hautaki vijirudie katika maisha yako, na unasema mimi nimechoka na hii shida. Andika mambo matatu ukuja nayo. Biblia inasema ya kwamba Yabezi alikuwa ameheshimika sana na nduguze, lakini shida moja ambayo Yabezi alikuwa nayo, alipewa jina na mama yake, jina la machungu. Huenda mtu wa Mungu, wewe umezaliwa vizuri, lakini huenda uliitwa jina la babu yako ambaye alikuwa anaishi ambaye alikufa na umaskini.
Haleluya. Pengine uliitwa jina la babu yako. Pengine yeye aliishi maisha ya umaskini. Aliishi maisha ya umaskini. Haleluya. Pengine aliishi maisha ya taabu. Aliishi maisha ya kuteseka. Hilo jina ndio ulipewa. Sasa maisha yako ni ya taabu. Maisha yako ni ya kuteseka hadi umechoka. Pengine mashangazi wako hawakuwahi oleka, hawakuwahi kukaa kwa ndoa. Wewe pia unajaribu ndoa, inashindikana. Unasema umechoka. Umechoka kuishi hayo maisha. You are tired. Umechoka kuishi maisha ya tabu. You are tired. Kuja Jumapili hii, Roho wa Mungu ananena na watu ambao wamechoka. Kuna hali umechoka nayo. Kuna hali imekuchokesha. Kuna hali fulani imekuchokesha. Andika hizo hali tatu. Andika hali tatu. Andika mambo matatu chini na ukuje nayo siku ya Jumapili ya tarehe 5. Andika mambo matatu. Tutakuwa tunaomba, tunakataa. Tunaambia Bwana, ninakataa hii shida, ninakataa hii magonjwa, ninakataa hii hali, iniondokee kwa maisha yangu. Yabezi aliambia Mungu, Mungu niondolee machungu. Ina maana kwamba Yabezi aliitwa jina na mama yake, jina ambalo linamaanisha machungu, pain, kwa sababu mama yake alimzaa kwa uchungu. Kuna hali mtu wa Mungu inafaa ifike mwisho. Kuna hali inafaa ifike mwisho kwa maisha yako. Kuna hali inafaa ikuondokee. Kuna hali imekutia machungu, inafaa iondoke sasa. Inafaa iondoke. Kuna hali imefanya uko na machungu. Kuna kitu ambacho kimetia machungu katika moyo wako. Hiyo hali, ambia Mungu, hii hali iondoke Jumapili hii. Hii hali iondoke. Ni wakati wa kukataana. Kukataana na vitu vingine. Kuna vitu inabidi ukataane navyo. Kuna hali unafaa ukataane nayo katika maombi. Jumapili hii, mtu wa Mungu usikose. Tutakuwa tunakataa hali zingine zituachilie. You should pray and tell God enough is enough. We should pray telling God enough is enough. We should pray telling God enough is enough. Don't miss this Sunday. Usikose Jumapili hii ya tarehe 5. Ninakualika mtazamaji wangu, mahali unakonitazama, ninakualika. Unanitazama ukiwa wapi? Kuja, kanisa liko Eldoret maili 4. Heavens Open Ministries Eldoret. Karibu hapa Heavens Open Ministries Eldoret maili 4. Nitakuwa ninaombea watu na kuna mambo tutakuwa tunaomba tukiteketeza. Kuna vitu ambavyo, andika chini mambo matatu ambayo tutakuwa tunateketeza. Biblia inasema kwenye kitabu cha Habakuku mlango wa 2 mstari wa 2, Biblia inasema na Mungu akamwambia Habakuku, andika maono yako kwa herufi kubwa kubwa. Maono andika kwa herufi kubwa kubwa, nami nitatimiza ikifika wakati wake. Naye tena Mungu anasema ya kwamba andika chini mambo ambayo hautaki. Kuna vitu hautaki katika maisha yako, unataka vifutike katika anga. Yabezi akamuomba Mungu, akamwambia niondolee uchungu, maana uchungu, aliishi maisha ya uchungu na alipewa jina la machungu. Akaambia Mungu amuondolee. Kuna vitu ukiomba Mungu anakuondolea. Ukiambia Mungu sitaki umasikini, Mungu ataondoa. Ukiambia Mungu sitaki magonjwa, Mungu atakuondolea. Ukiambia Mungu sitaki laana, Mungu atakuondolea. Andika vitu vitatu ambavyo hauvihitaji katika maisha yako. Tutaomba na tutavitupa katika kaburi la sahau. Jumapili hii tutaomba na tutavitupa katika kaburi la sahau. Bwana akubariki mtu wa Mungu. Unapojiandaa kupatikana kwenye ibada hii ya Jumapili, kutakuwa na miujiza, kutakuwa na milango kufunguka, kutakuwa na unabii na ukombozi. Maisha yako hayatabaki vile tena. Barikiwa mtu wa Mungu. Majina yangu naitwa Prophet Jimmy One. Prophet Jimmy One.
Karibu. Shiriki ujumbe huu unaponitazama. Shiriki ujumbe huu. Share this message. Tumia watu ujumbe huu. Comment pale. Oh my God. O raba zante reba hande. Shiriki ujumbe huu. My God. Shiriki ujumbe huu. Mahali unakonitazama, mtu wa Mungu, kuna kitu Mungu ameandaa kwa ajili yako. Maisha yako hayatabaki vile tena. Jumapili hii tuko na ibada kubwa. Jumapili ya tarehe 5 tuko na ibada kubwa sana. Mtu wa Mungu, usikose kufika. Kuja na marafiki. Bwana akubariki sana. Mungu akutende mema. Amen. Ungependa kunipata kwenye simu? Ungependa kunipigia simu? Piga kwa 0712 855 202. 0712 855 202. Nipigie simu kwenye nambari hiyo nami utanipata. Nipigie simu kwa hiyo nambari, utanipata. Nitakuombea, nitakushauri, nitakutia moyo, nitakusaidia. Kwa direction piga hiyo namba. Kwa Facebook, kwa TikTok yetu utatupata kwa Heavens Open Ministries Eldoret TikTok. YouTube utatupata kwa Heavens Open Ministries Prophetic Arena. Tupate kwa Prophetic Arena Eldoret. YouTube Prophetic Arena Eldoret. Barikiwa sana. Kwa TikTok Heavens Open Ministries Eldoret. Barikiwa sana. Kwa Facebook unatupata kwa Prophetic Arena. Facebook Prophetic Arena utatupata pale. Mungu akubariki sana na Mungu akutende mema sana. Bwana akubariki sana. Mungu akubariki. Utanipata kwenye Facebook yangu, naitwa Apostle Jimmy Miracle. Nitafute kwenye Facebook. Napatikana kwenye Facebook, naitwa Apostle Jimmy Miracle. Barikiwa sana unapojiandaa. Karibu sana ukuwe mgeni wangu Jumapili ya tarehe 5. Karibu ukuwe mgeni wangu. Nitakuombea. Ninakuombea unapojiandaa kufika. Bwana amekubariki. Ungependa kusupport ministry hii, ungependa kusupport na sadaka yako, tuma sadaka yako kwa 0712 855 202. 0712 855 202. Ama unaweza tuma kupitia account zetu. Tuma kwa paybill number. Uko na sadaka yako ungetaka kutuma kwa account zetu, tuma kwa paybill number. Enda andika 247 247 247 247. Weka account number ambayo inaandika 85 34 50 85 34 85 34 50. Am I right? 85 34 50. Account number. Paybill number ni 247 247. Account number ni 85 34 50. Itakuletea Heavens Open Ministries Eldoret. Tuma pale matoleo yako, fungu la 10 na sadaka zako. Mungu akubariki sana unapojitolea katika matoleo yako. Naomba nikuombee mtazamaji wangu. Baba, kwa jina la Yesu, naombea mtazamaji wangu anayenitazama. Bwana mubariki anapojiandaa kufika katika ibada zetu. Mubariki anapojiandaa kufika katika ibada yetu ya Jumapili. Ninakuombea Mungu akubariki, Mungu akuondolee machungu. Biblia inasema ya kwamba na Yabezi akaomba ya kwamba Baba, niondolee machungu. Jumapili hii ambayo tunaenda ni ibada kubwa sana. Mambo matatu ambayo hautaki Mungu, ambayo unataka Mungu akuondolee. Njoo Jumapili ya tarehe 5. Mungu ameandaa ujumbe
na maisha yako hayatabaki vile tena. Barikiwa sana mtazamaji wangu. Tukutane tarehe 5 Jumapili ijayo kwa ibada inayosema Baba niondolee machungu. Baba niondolee machungu. Ibada kubwa inayosema Baba niondolee machungu. Na Yesu akaomba akasema, Mungu ikikupendeza niondolee hiki kikombe cha damu. Barikiwa sana mtu wa Mungu. Barikiwa sana, barikiwa sana. Asante sana sana sana.